Pia Bwana akukumbuke. Pia Bwana akukumbuke. Bwana ni asante kwa uzima na kwa uhai. Asante Yesu kwa sababu hili ni jina lako. Asante Yesu kwa sababu umetosha. Asante Yesu kwa sababu umeinuliwa. Asante Baba kwa sababu umepewa heshima na utukufu wote Bwana. Tunakuinua ni kwa sababu unaweza. Tunakuinua kwa sababu unaketi. Tunakuketi Jehova. Tunakuinua kwa sababu unainua kila kiti chako cha enzi. Tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakuinua ni kwa sababu hatuna mwingine. Tunakuinua ni kwa sababu tunakutegemea. Tunakuinua ni kwa sababu wewe wakati tunapopumzika, wewe Yesu haupumziki. Ndio maana tunakupa heshima na utukufu wote asubuhi ya leo na mchana wa leo. Sema hakuna mwingine Jehova. Hili jina lako iliyo na uwezo, hili jina lako iliyo na mamlaka, hili jina lako inafanya mambo makubwa, sababu majina zingine zote zitaondoka, lakini kuna jina moja ambao ni Yesu Mwana wa Mungu aliyefufua Lazaro na akamwambia yote imetosha. Na alipofufua Lazaro mambo ikabadilika. Jehova ninakuinua, Mighty Father tunakuinua, El Shaddai tunakuinua, Mungu wetu tunakuinua, Jehova tunakuinua, ni kwa sababu ni Mungu. Asante kwa sababu waliofika kanisani, asante kwa wale wanayotazama wakiwa mbali, asante kwa wale wako barabarani, asante kwa sisi zote jumla. Tunapoendelea na ibada ya siku ya leo, tunakualika wakati wote, wakati tulipoanzia asubuhi hapa tumefika Bwana. Hivi ni za Bible study, hivi ni bidii ambayo ni za kuabudu. Bado tunakuona, bado tunakuhitaji, utembee pamoja nasi. Hatuwezi bila neema yako, hatuwezi bila msaada wako. Karibu Yesu, kashika mkono wako ulio hodari na kwa mkono wako wa kuume ni kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina kula Yesu aliye hai tena anaishi. Naomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusemesane neno la Bwana. Ninaamini ya kwamba itakuwa ya baraka, ya amani na ya furaha. Naomba tusome kitabu ambacho cha Psalms 33 verse number 18. Psalms 33 verse number 18. Ninaamini ya kwamba itakuwa ya baraka, itakuwa ya amani, itakuwa ya furaha na itakuwa ya upendo. Na kabla tusemesane hiyo neno, naomba niwashike ugeni kwa neno hilo ambao tunataka kusemesana. Hii ni kuwashika ugeni, iwe ya baraka na iwe ya amani na iwe ya furaha na iwe ya upendo, kwa sababu Yesu amelipa deni pale msalabani. Maana ni vizuri niombe niwashike ugeni na niwaambie Bwana anawapenda. Unayetazama Bwana anawapenda, na mlie kanisani Bwana anawapenda, na mnayetembea kwa barabara Bwana anawapenda. Naomba nisomewe neno. Psalms 3 verse 15 says, something like lakini macho ya Bwana yako kwa wale wamchao, yako kwa wale wanayemcha, kwa wale tumaini lao liko katika upendo wake usio na kikomo. Asante. Naomba tusemesane kuhusu kitu kinaitwa upendo wa Mungu. Maandiko inasema ya kwamba macho ya Bwana yako kwa wale wamchao, kwa wale ambao upendo wake hauna kikomo, kwa wale ambao upendo wake hauna hila, kwa wale ambao upendo wake, upendo wa huyu Mungu ni upendo ambapo wa dhamana, ni upendo ambapo uliye na mamlaka, ni upendo ambapo uliye na mamlaka na uwezo. Maandiko inasema vizuri, macho ya Bwana iko kwa wale wanayemuita. Kumbe macho ya Bwana inaangalia wale wanayemuita, ambao upendo wao hauna kikomo. Ni watu wanayemuita Mungu, ni watu wanayemtegemea yeye, ni watu ambao tumaini lao wameweka kwa Bwana, ni watu ambao uzao wa tumbo lao wameutegemesha kwa Bwana, uzao wa tumbo lao wameuweka kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu.
ni watu ambao ndoa yao wameitegemeza kwa Bwana, masomo yao wameitegemeza kwa Bwana, kila walichonacho wameipatiana kwa Bwana, ama wamepea Bwana nafasi kubwa. Ni watu ambao wanayemtumainia Bwana, wanayemtegemea yeye, wanayemwaza yeye, wanayemwangalia yeye. Macho ya Bwana iko karibu na wao, macho ya Bwana inawatazamia hao. Hii mwaka ambapo ni mwaka wa 2016 ambao ni mwezi moja umeisha, huko sapoti kujiuliza ya kwamba Bwana, macho ya Bwana iko ndani ya ndoa yako, macho ya Bwana iko ndani ya watoto wako, macho ya Bwana iko ndani ya kazi ya mikono yako, macho ya Bwana inaangalia kazi yako, macho ya Bwana inaangalia nyumba unaishi, macho ya Bwana inakutazama wewe ama ikutazami. Maandiko imesema vizuri, macho ya Bwana inatazama wale wanayemwita yeye na wale ambao tumaini lao yote. Hapo ndio kii iko, tumaini yao yote, tumaini ya hao watu yote, si nusu, tumaini yote. Kuna watu ambao tumaini lao iko kwa mabwana zao. Kuna watu ambao tumaini lao iko kwa mabwana yao, kwa mabwana zao. Kuna watu ambao tumaini lao iko kwa pesa zao, kwa ploti zao, kwa magari zao. Kuna watu ambao tumaini lao iko kwa watoto wao. Kuna watu ambao tumaini lao iko kwa wake wao. Kuna watu ambao tumaini lao iko kwa akaunti ya banka. Hata pin hawezi akakupea, sababu tumaini lake liko mahali pale. Heri mtu yule atakaye kubali kuweka tumaini lake lote, si nusu, yote kwa Kristo Yesu aliyefufua Lazaro, kwa Kristo Yesu ambao ako na uwezo, kwa Kristo Yesu ambao ako na mamlaka, kwa Kristo Yesu ambaye anaweza. Unaweka tumaini lako wapi? Umeweka tumaini lako miaka mingi, umeweka tumaini lako muda mrefu kwa watu. My sister, my brother, unayenisikiza, unayenitazama, unayeniangalia, uliye kanisani, unayepita barabara, unayekuwa katika kazi yako, mahali popote nitazama, na kuomba tu jambo moja: weka tumaini lako ya maisha yako, tumaini lako lote iweke kwa Kristo Yesu. Waweza weka kwa mtu na akakuacha, waweza weka kwa mtu na akachoka na wewe, waweza weka kwa mtu na akakwambia nimechoka, 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 nimechoka. Waweza weka kwa mume akwambia amechoka, waweza weka kwa mke akufanya madharau, lakini tumaini lako ukiiweka kwa Kristo Yesu. Waweza weka kwa wazazi wakuacha, weka tumaini lako kwa Bwana, weka tumaini lako kwa Kristo Yesu. Hata waweza weka kwa sister yako, waweza weka hata kwa wazazi, waweza weka hata kwa bwana yako, waweza weka hata kwa mke wako, na hao wote wakafika mwisho wakakusahau, wakakuacha. Heri kuweka tumaini kwa Mungu aliye hai. Heri kuweka tumaini kwa Mungu aliye hai. Kuna watu wameweka tumaini zao kwa miungu ambao ni miungu, ni miungu, but hizo miungu hazitaweza, hizo miungu hazitaweza, hizo miungu hazitaweza. Heri kuweka tumaini lako kwa Mungu ambapo aliye hai. Heri weka tumaini lako kwa Baba wetu aliye juu mbinguni. Heri weka tumaini lako kwa Baba wetu ambao hajui kuwezwa ni kusema nini. Weka masomo lako tumaini kwa Mungu, weka ndoa yako tumaini kwa Bwana, weka masomo, weka familia yako iweke karibu na Bwana, iweke karibu na Bwana, ikaweza kumpendeza Bwana. Weka ndoa yako karibu na Kristo Yesu, na ukiwa katika Kristo Yesu atakuongoza, atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Nataka kusema Bwana wa amani wabariki na watende mema mnapoenda kuweka tumaini zenu kwa Bwana, na mtu yote aweke tumaini yake kwa Mungu. Hapo umeweka tumaini lako kwa hicho ambao umeweka. Je, wewe ndio unajijua kwa hicho ambao unajua unaweka? My sister, my brother, hicho ni cha muda. Hata kama umeweka kwa Bwana ni wa muda, kama umeweka kwa mke ni kwa muda, kama ni kwa watoto ni kwa muda,
weka tumaini lako kwa Mungu, ambao baada ya kufa na kulala, baada ya kulala kaburini, ako na tumaini. Utakuwa na tumaini ya kuamka tena na kupata uzima wa milele, na kupata uzima wa milele, ambao uzima wa milele utapata sababu ya kuweka tumaini lako kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu. Wale wabariki na watende mema. Asanteni, ndio tunawapenda. Yesu anapenda sana. Bye.